Happy New Month. Tunamshukuru Mungu aliyetukirimia neema kwa muda miezi 11 na sasa ametupa neema ya kuingia mwezi wa 12. Kiufupi, haikuwa rahisi kufika hapa tulikofika leo. Ni mkono wa Mungu umetubeba na tuna kila sababu ya kusema hata sasa ni Ebeneza. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nitumie nafasi hii kukuambia ya kuwa unahitaji wingi wa neema mwezi wa 12. Na mwezi wa 12 kwangu mimi ni mwezi wa wingi wa neema. Kwa nini ni mwezi wa wingi wa neema? Kwa sababu ni mwezi uliokuwa uko bize sana rohoni. Ni mwezi uliokuwa na mahangaiko mengi sana rohoni. Ni mwezi ambao adui anautumia kufanya majumuisho ya kiroho. Kwa hiyo kama kuna orders za kuzimu zilitakiwa zitokee mwezi wa 7 hazikutokea, mwezi wa 8 hazikutokea. Kama kuna agent alikuwa amepewa assignment kuja kuvuruga ndoa yako, kuja kuvuruga utumishi wako, kuja kuvuruga biashara yako, kuja kuvuruga wokovu wako, kuja kuvuruga mahusiano yako kwa muda wa miezi 11 na akawa ameshindwa, nataka nikwambie kuzimu itamtia nguvu ili kuhakikisha hiyo assignment inatokea mwezi wa 12. That's why nimekwambia kwamba unahitaji wingi wa neema, kwa sababu palipo na wingi wa uovu, njia pekee ya kushinda wingi wa uovu ni wingi wa neema. Ni wingi wa neema. Kwa hiyo kama kuzimu ilikuwa inahitaji lita 10,000 za damu na imeshindwa kuipata hizo damu, labda imepata lita 8,000, 2,000 zimebakia, watapambana mwezi wa 12 wazipate hizo lita za damu. Sasa kuna watu mnasafiri, naenda mikoani, naenda mijini, naenda vijijini kusalimia ndugu na jamaa, kufanya family days, kusherehekea, kufurahi kwa pamoja, kujuliana hali. Kuna watu mbalimbali mmeandaa fedha kwa ajili ya kufanya party nzuri za kufurahia. Wengine wanachinja ng'ombe, wengine mbuzi, wengine kondoo, wengine watakuwa wanafanya nyama choma party na kuburudika. Lakini nataka nikwambie, katika mambo yote yanayotendeka unahitaji wingi wa neema. Siku moja mwanangu mmoja akiroa akanisimulia, akasema alikuwa na baba yake mdogo ambaye alikuwa anafanya kazi UN, Umoja wa Mataifa. Na wakati anafanya kazi Umoja wa Mataifa, siku moja akawa huwa anarudi mwezi Disemba, anawafanyia sherehe kubwa sana hapo nyumbani. Wanachinja, wanakula, wanakunywa, kila kitu. Kwa hiyo anaweza akaleta labda kenta zima, yale magari yale mafuso yale yalikuwa anabeba labda bia za Kilimanjaro na soda, yani zile za jumla. Yani kijiji kizima kinahamia hapo, kinakula, kinakunywa. Yani mtu anaenda abadilisha nguo nyumbani, anarudi, anakunywa bia, wanakula vyakula, nyama za kuchoma. Maisha mazuri huko Kilimanjaro. Unajua nini kilitokea? Huyo mtu ilikuwa ni bado mwaka mmoja staff. Siku moja UN wakamwambia kwamba muda wako umefika wa kustaafu. Lakini dokumenti zake zote zikawa zionekane. Na zilikuwa zionekane katika mazingira ya kutatanisha. Alitakiwa apate pension ya zaidi ya milioni 800. Zaidi amefanya kazi hiyo ni kwa muda mrefu. Nataka nikwambie hakupata hata shilingi 10. Alikuwa amejenga majumba huko Tanzania, ndio ikabidi ayauze ili asurvive. What I want to say to you. Wakati unadhani unafanya vitu vya furaha, vitu vya kujifurahisha, wakati huna neema ya Mungu, wakati unafanya hayo mambo, jua ya kuwa baada ya kuvuna mema utavuna uharibifu. Hivyo sikwambia kwamba usifanye sherehe, usilishe ndugu zako, usifanye kitu chema kama una huo uwezo, lakini unahitaji wingi wa neema. Unahitaji utukufu wa Mungu ufunike. That's why unapoondoka na kwenda mjini na kwenda vijijini na kufanya sherehe huko mjini na nini, tunahitaji wingi wa neema. Wakati watu wengine wafurahia kuvuka mwaka, nataka nikwambie usifurahie tu kuvuka mwaka. Furahia kuwa na neema ya kukusaidia kuvuka mwaka ukiwa na neema. Kwa sababu kuvuka mwaka sio issue. Unaweza kuwa umebadilisha tu tarehe, lakini kuna watu wanavuka mwaka wakiwa na laana. Kuna watu wanavuka mwaka wakiwa tayari wameshalogwa mwezi Disemba. Kuna watu wanavuka mwaka wakiwa tayari wana sumu kwenye damu zao bila kujua, ambazo waliwekewa kwenye vyakula huko kwenye familia. Mwezi wa 12 kuzimu inafanya majumuisho. Kuna assignment nyingi sana zilikuwa zijatendeka kwa miezi 11 zitakiwa zitendeke. Ndoa nyingi zitaenda kuvunjika mwezi wa 12. Uchumba mwingi utaenda kuvunjika mwezi wa 12.
kwa sababu shetani atakuwa na ile legal ground, kwa sababu ya uovu mwingi unaenda kufanyika mwezi wa 12, kwa sababu watu watakuwa busy na mambo ya kimwili kuliko ya kiroho. Kwa hiyo shetani atakuwa na legal ground ya kufanya mambo yake kwa wepesi. Makanisa mengi yatapigwa mwezi wa 12, kwa sababu mwezi wa 12 unaonekana kama vile kanisa uoga halina mwenyewe. Watu wengi hata viongozi labda wanabaki wachungaji tu, wanakuwa wanasafiri wanaenda mikoani na mwachia mchungaji mwenyewe kanisa. Waombaji wanakuwa busy huko, busy na party huko, hawana muda wa kuomba. Lakini tunahitaji neema ya Mungu zaidi mwezi wa 12 kuliko ulivyozani. Kwa hiyo hata kama utasafiri, endelea kumwombea mchungaji wako. Hata kama utasafiri, endelea kutuma sadaka kwenye madhabahu yako. Endelea ili ikubebe. Leo utanipuuza ninachokwambia, siku moja utanikumbuka. Kwa hiyo natoa rai, mwezi wa 12, no matter unasafiri au usafiri, lakini unahitaji wingi wa neema. Katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 8, na hapa ndipo neno langu la mwezi linatoka. Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 8 nasema, na Mungu aweza kuwajaza, na Mungu aweza kuwajaza, na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, kila neema kwa wingi. I pray, may God give you neema katika wingi wake. Akupe wingi wa neema katika ndoa yako ili isivunjike na isiharibike. Akupe wingi wa neema katika mahusiano yako na uchumba wako ili adui asije akavamia mwezi wa 12. Akupe wingi wa neema wewe msafiri ili usafiri salama, damu yako isije ikawa ni ile inayohitajika kuzimu. Akupe wingi wa neema wewe mfanyakazi, wewe mfanyabiashara, usije ukapata bankrupt, ukafilisika, ukafukuzwa kazini mwezi wa 12. Mungu akupe wingi wa neema wewe mtumishi wa Mungu. Adui asije kalivamia kanisa lako, akavamia huduma yako, akavamia kiroho chako, akaondoa kiu ya ibada, akaondoa kiu ya maombi kwa sababu ya mitego ya ule mwovu shetani. Kumbuka, shetani anafanya kazi kwa hila. Shetani afanyi kazi zake wazi wazi. Anafanya kazi kwa hila. Na Biblia inasema hatukosi kuzijua hila za ule mwovu. Ninaona hila katika ulimwengu wa roho. Lakini kwa wingi wa neema utashinda hizo hila. Kwa wingi wa neema utategua hiyo mitego. Kwa wingi wa neema utasafiri na utarudi salama. Kwa wingi wa neema utaingia mwaka 2026 kwa kishindo, kama kishindo cha wakoma. Kwa wingi wa neema utavuka kila bahari iliyowekwa mbele yako, na utavuka kila ukuta uliowekwa mbele yako, na kwa wingi wa neema utaifikia Kanaani yako. May God bless you. Mungu akutunze na kuhifadhi, na akupe wingi wa neema. Akupe wingi wa neema. Akupe wingi wa neema katika jina la Yesu Kristo. Amen.